Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Exclusive. Mei 7, 2021, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alizungumza na wazee wa mkoa wa Dar es Salaam kwa niaba ya wazee wa Tanzania nzima. Katika mkutano huo ama mazungumzo hayo, wazee walipata nafasi ya kuwasilisha changamoto ama mapendekezo yao kwa serikali na pia kumpongeza Rais Samia, ikiwa ni takriban miezi miwili tangu ashike wadhifa huo kufuatia kifo cha aliyekuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli. Rais Samia alipata nafasi pia ya kuwajibu, kwa maana kwamba ilikuwa ni mazungumzo, na kueleza vile ambavyo serikali inatatua ama inashughulikia changamoto zinazowakabili wazee. Lakini pia kama kiongozi wa taifa alitumia nafasi hiyo kuzungumzia mambo tofauti ambayo yanaligusia taifa letu na yanaendelea nchini kwa sasa. Karibu katika exclusive uchambuzi na mchambuzi wa siasa Said Miraji. Mimi napenda kumuita Mzee Msafiri. Tutaangazia mambo kadhaa ambayo Rais Samia alizungumzia. Tutazungumzia swala la malezi, afya, lakini pia hali ya usalama kama ambavyo Rais Samia aligusia. Said Miraji, karibu katika exclusive. Nashukuru, asante. Ulifuatilia hotuba ya Rais Samia bila shaka? Na hasa kwa sababu na mimi mzee. Hivi na wewe mzee? Sawa, Rais Samia kwanza kabisa alianza kuwaomba kama radhi wazee kwa kuwavalisha barakoa, lakini kubwa ilikuwa ni katika kulinda afya yao, tukizingatia kwamba dunia sasa hivi bado inapitia kipindi kigumu cha kusambaa kwa ugonjwa wa virusi vya corona COVID-19. Kwanza unazungumziaje swala la wazee, Rais Samia ama uongozi pale kuamua wazee kuvaa barakoa? Kwa kweli lilikuwa ni jambo sahihi sana. Alichofanya Mheshimiwa Rais kuwaomba radhi kwamba wamepunguza kidogo ule nafasi yao au fursa, uhuru wa kupumua, ilikuwa ni lugha ya kiutu uzima, lakini kwa kujali afya zao ilikuwa ni jambo muhimu, na hasa ukizingatia kwamba sasa hivi dunia ina maambukizi, na hoja aliyoitoa Mheshimiwa Rais ilikuwa ni nzito, kwamba kuna watu sasa hivi wanasafiri, wanakwenda, wanarudi, pamoja na kwamba alitoa mfano yeye wanakwenda manchi tofauti, lakini hata raia wa kawaida. Kwa hivyo kuchukua tahadhari, na hasa kwa kuzingatia kwamba kundi la wazee ni kundi ambalo linakuwa linaathirika sana. Hata ukifuatilia sasa hivi katika hili janga ambalo limeikumba nchi ya India, kila wakati ukiwa unaangalia unaona kwamba waathirika wakubwa, pamoja na kwamba wapo vijana, lakini wazee kwa kiasi kikubwa wanaonekana kuwa ni wengi, na rekodi za ugonjwa huu toka ziingie zinaonesha hivyo. Kwa hivyo pamoja na mambo muhimu Mheshimiwa Rais aliyotaka kuzungumza na wazee, kujali afya zao, kwa usalama wa wazee na kwa usalama wa wale wanaoishi na wazee majumbani, lilikuwa ni jambo la msingi na jambo muhimu sana. Hotuba ya Rais Samia jana ambayo ilichukua takriban dakika 30, akiwa amezungumzia mambo mengi na muhimu kwa taifa letu, ina tija gani kwa wazee lakini pia kwa taifa? Kwanza niseme kwamba binafsi nampongeza Mheshimiwa Rais kwa kukutana na wazee wa mkoa wa Dar es Salaam kwa niaba ya wazee wa Tanzania nzima. Lakini pia niseme kwamba nashauri pamoja na mkutano wake huu na wazee, usiishie kwa kada ya wazee peke yake. Unajua, katika uongozi kuna makundi tunayaita ni makundi mkakati. Sasa wazee ni moja kati ya makundi mkakati, yaani ni makundi maslahi. Kwa mfano, unapowazungumza wananchi inakuwa ni kwa ujumla wao, lakini ukija sasa ndani ya wananchi yako makundi maslahi. Kwa mfano, wazee wana maslahi yanayofanana kama wazee, na ndio maana taifa linakuwa na sera maalumu kuhusiana na wazee, kwamba lazima kwanza tuangalie sera ya wazee. Sasa kama ungeniuliza katika hii sera ya wazee vitu gani labda pengine ni muhimu katika kuvizingatia, wazee wana mahitaji yao, kwa sababu lazima tujue kwamba wazee ni wale watu ambao wameshalitumikia taifa kwa kiasi kikubwa, wameshamaliza umri wao wa kutumia nguvu. Lakini haina maana kama ukiwa mzee huwezi tena kulitumikia taifa, kwa sababu wakati mwingine tunahitaji busara, tunahitaji hekima, tunahitaji watu wenye uzoefu na ufahamu wa mambo waweze kutusaidia, kwa sababu hawa Mwenyezi Mungu amewakirimu hivyo vitu. Tayari wana uwezo wa kuwa na subira, wana uwezo wa kuwa na ufahamu wa mambo, wakaweza kuona huku mnakokwenda mtafika pahala fulani. Sasa katika mambo ya kisera kabisa
ambayo yanafanywa kuwepo kwa ajili ya wazee. Kwanza ni suala zima la mafao ya wazee baada ya kustaafu. Jana kama ulikuwa ukisikiliza pale, kuna mama mmoja aliwahi kusema kwamba watu wanazungumziwa kupandishwa mishahara, kupandishwa madaraja katika maeneo ya kazi na vitu vingine, lakini pensheni anayopewa mzee pengine alipostaafu yeye ilikuwa ni 100,000 kwa mujibu wa kima chake cha mshahara cha chini, haiongezeki, lakini gharama za maisha zinafanya nini? Zinaongezeka, zinakuwa. Kwa hivyo hili lenyewe ni jambo ambalo linahitaji na lenyewe kuwa na utaratibu, kama kila baada ya muda fulani kuona wazee na wao mafao yao kwa kiasi fulani yanaongezeka. Kuna sera labda ya matibabu kwa wazee, kwamba ukifika umri fulani unapewa kadi, unatakiwa kupata matibabu bure kwa sababu ya uzee wako. Wazee wamekuwa kilalamika juu ya hizo huduma, na nashukuru kwamba jana waziri alilitolea kauli juu ya swala hilo. Kwa hivyo hayo ni masuala ya kisera kabisa. Kuna suala zima la wakati mwingine unapokuwa na wazee wasiojiweza na hawana ndugu, jamaa ama watoto, au kama wanao wametelekezwa. Serikali inasema nini juu ya watoto waliotelekeza wazazi wao? Serikali inasema nini juu ya kuwasaidia wazee wasiojiweza na wasiokuwa na familia? Ukiachilia mbali kuwaweka kwenye vituo vya kulelea wazee, wanaweza kuhudumiwa pengine wakiwa majumbani. Kwa hivyo kuna haja ya kuyaangalia na kuyapitia masuala haya. Ulinzi wa usalama wao. Kwa mfano, kuna baadhi ya maeneo huku tulikuwa tunasikia kwamba ukishakufika miaka fulani una macho mekundu unaambiwa wewe mchawi. Kuna suala la kukashifiwa, kuna suala la kudhalilishwa, kuna watu tunaona wanauliwa kwa ajili ya watu kutaka mirathi, wanaona huyu naye yupo tu hafi. Kwa nini? Sheria hizo zinalindwaje? Lakini kama ulikuwa unafuatilia masuala ya bunge, kuna mbunge mmoja nadhani ni mtu wa ukanda wa Ziwa huko, mara nyingi amekuwa akizungumza juu ya swala, mpaka alifika hatua la kusema kama watoto wanaokataa kuwasaidia wazee wao na wana uwezo wapelekwe mahakamani. Yaani kisheria kabisa iwe ni wajibu. Sasa mimi niseme kama swala la watoto kuwahudumia wazee ni jambo la kimsingi, ni jambo la kisheria katika dini, na ndio maana tumetakiwa kuwatendea wema wazazi wawili ambao ndio nguzo ya sisi kufika duniani. Lakini hawa wazazi wametumia nguvu zao nyingi. Wewe mwanamke kama kwa mfano Graciana hapo, bado binti mdogo, sasa hivi mwenyewe unaweza kujishepu unavyotaka ili upendeze, lakini kwa sababu ya uzazi mpaka umbile lako linabadilika. Unabeba hivi viumbe, unaingia changamoto, panda shuka, maradhi, unaugua, unatoka, unatelekezwa na mume, unalala njaa, unakosa usingizi kumhudumia mtoto. Yeye wajibu wake nini anapokuwa mkubwa? Kwa hivyo kwa kweli suala la kuangalia sera ili tuweze kutunga sheria juu ya masuala ya wazee lina haja ya kuliangalia kwa mapana yake. Kuna mambo mengi ambayo yanadharaulika, lakini kumbe yanastahiki na yenyewe kuangaziwa, likiwemo suala la wajibu wa watoto kuwahudumia wazazi wao. Kwa hiyo unatamani liwe ni sehemu ya sheria? Bila shaka yoyote. Na Rais pia alizungumzia akasema sawa, katika taratibu za serikali za sera hizo nyumba za wazee zipo, lakini anapenda anatamani wazee watunzwe na watu wale ndugu, na akaweka na msisitizo, sio lazima mimi kwa mfano nimtunze mzee ambaye ni baba yangu au babu yangu tu, hata kuna wale wa ukoo, lakini pia kumchukulia mzee yote kama mzee wako. Mila za Kiafrika kuwa na vituo vya kulelea watoto ni aibu. Vituo vya kulelea wazee ni aibu. Sisi tumezoea wazazi mpaka anakufa kwenye familia. Sio ile kwamba wewe ukishakufika miaka 18 unakwenda kuanzisha ulimwengu wako, hujali tena kuhusu mzee. Mzee amekutunza na wewe unastahili umtunze. Kwa hivyo ni sahihi kabisa. Sawa, vipo vituo, lakini je, kwa mila zetu wa Afrika ni sahihi wazee wetu kuwa kwenye hivyo vituo? Kwani hawana ndugu, hawana jamaa? Tuseme mwanawe wa kuzaa amefariki au yeye hakuzaa, hana watoto wa shangazi, wa mjomba wanaoweza kumtunza mjomba wao au shangazi yao? Wapo. Kwa hivyo ni kitu muhimu na ni kitu cha msingi. Na ni kweli hili hapa lazima turudi kwenye maadili. Sisi kama Waafrika tujitazame tunakosea wapi kutaka kuiga tamaduni za kimagharibi zisizokuwa zetu. Sisi Waafrika, utamaduni wetu, wazazi au wazee wanalelewa katika familia. Hata watoto yatima, kuwa na vituo vya kulelea watoto yatima. Hii sera hii, kwa sababu waziri anayeshughulika jinsia na watoto ni huyo mmoja, inastahiki na yenyewe sheria yake sera inayoongoza hiyo sheria ibadilike.
kuwe na msisitizo wa kwanza. Wale watoto, anaweza kuwa mtoto ni yatima, hana baba wala mama, lakini hana shangazi, hana mjomba, hana baba mdogo, hana baba mkubwa, hana mama mdogo, hana mama mkubwa. Kwa nini asilelewe huko? Psychologically huyu mtoto unapompeleka kwenye kituo cha kulelea watoto yatima, maana yake unamwambia yeye katika familia hana mtu hata mmoja. Ndio amepelekwa pale. Familia yake ni ile pale. Huko kuna changamoto zake nyingine. Kwa nini huyu hawezi kulelewa akasaidiwa kupata matunzo akiwa kwenye familia? Wewe ni mjomba, sio? Basi mlee huyu mtoto. Halafu hawa wanaosaidia watoto yatima regularly watakuwa na kipindi pengine kila mwezi kupita kuangalia maendeleo ya mtoto, changamoto anazokabiliana nazo na kuongeza msaada wao. Hivi vituo vya kulelea yatima wakati mwingine vingeliweza kusaidia kupita huko majumbani, vika subsidize kile kinachopatikana kwenye familia. Pengine tunajua wewe unamlea mtoto katika mazingira magumu. Sisi tunakwambia wewe mtunze ili aishi kwenye jamii ya kawaida anayotakiwa kuja kuishi nayo akiwa mkubwa. Halafu tutakusaidia sisi kusoma kwake, tutakusaidia kutibiwa kwake na vitu kama hivyo. Atawekewa bima ya mtoto mwanafunzi ni shilingi 50,000 tu kwa mwaka. Na anapata bima. Kwa hivyo ni vitu kama hivyo tu vya kuviangalia. Kwa hivyo turudi kwenye maadili yetu tulikotoka ya Kiafrika. Msafiri, tukisalia hapo kwenye swala la malezi ambalo na lenyewe limegusiwa kwa ukubwa wake pia jana, mara baada ya wazee kuomba kutengewa nafasi ama sehemu maalum za kukaa katika vyombo vya usafiri kutokana na adha ambazo wanazipata. Na bado pia kuna swala la ujambazi ambalo na lenyewe linahusika na maadili moja kwa moja. Mtu alielewa vizuri hawezi kwenda kuiba, hawezi kwenda kufanya ujambazi. Na Rais Samia alisema kwamba mpata hizo taarifa. Kila mmoja tulizungumzia kwa upande wake, lakini nadhani yote yanarudi kwenye malezi. Sisi tunakuwa tumefahamu, nadhani sio wote, lakini ni wengi kwa sababu tamaduni zetu zinafanana. Tukiachana na mambo ya makabila na maeneo ambayo tumekuwa. Kwa kawaida akija mtu mkubwa, yeye ni kanisani ama sehemu yote ya umma kwenye usafiri, akija mtu mzima, mdogo unatakiwa umpishe. Lakini imefika sehemu mpaka wazee wanafikisha malalamiko kwa kiongozi wa juu kabisa wa nchi kwamba wanapata adha katika vyombo vya usafiri. Unadhani tunakwama wapi katika swala la malezi? Mimi niseme changamoto ya kwanza ni kwamba jamii yetu tulionayo sasa kwa kiasi kikubwa inajilea yenyewe na hailelewi na wazazi. Kwa mfano, ukitembea katika jiji la Dar es Salaam, unaweza ukakuta mtoto wa miaka 18, 20 amepanga chumba. Ukienda vijijini, unaweza ukakuta wakati mwingine mtoto anatoka nyumbani, unaambiwa anakwenda kusoma, anakaa dahalia. Huko anapanga chumba, wanakaa hostel. Kwa hivyo huyu kwa kiasi kikubwa anaanza kukosa msingi wa malezi kutoka kwa wazazi. Tunawashukuru wenzetu katika mashule. Wanasaidia kwa kiasi kikubwa sana juu ya nidhamu ya watoto. Lakini kuna vitu huwezi kuvi-experience mpaka uwe kwenye jamii yenyewe. Swala la kuwa mkubwa akija anastahili kupokewa mzigo. Sisi tupokuwa wadogo ni nidhamu kabisa, unamuona baba yule anakuja au babu, tena sio lazima leo kuzaa, hata kama ni wajirani, kwenda kuacha mchezo wako ukapokee mzigo. Lakini pia tulilelewa kuona mama yeye mwenyewe anampokea mzigo mzee. Achilia mbali sisi watoto. Na kuna wakati baba unakwenda unataka kumpokea na kwambia huu acha, atapokea mama yako. Kuna mzigo unaambiwa sasa huu mwenyewe anastahili kupokea ni yeye mwenyewe mama. Lakini sasa si wa mama wala si vijana walio na hiyo nidhamu, na ni kwa sababu ya mfumo wa maisha tunaoutengeneza. Tunatoka kwenye Uafrika wetu, tunaanza kuadopt tabia za kimagharibi. Tabia ya mtoto kusema sawa kwa sawa na mzazi wake, kumkosoa mzazi wake, kumwambia hivyo sio sawa, kuchukua maamuzi. Sasa hata katika utungaji wa sheria wakati mwingine unachangia. Kwa mfano, sisi tuna sheria, kwa mfano ukienda shule, mtoto kuna sheria hawezi kuchapa. Anayestahili kumchapa mtoto ni mwalimu mkuu tu, au mwalimu aliyeidhinishwa kwa maandishi na mwalimu mkuu, na pengine ni fimbo 3 tu. Sasa unajiuliza, huyu mtoto kitu gani kinamtishia pale shule aweze kuona kama nikifanya hivi nitaingia kwenye matatizo? Nakumbuka tulipokuwa wadogo sisi, tulikuwa tukienda kwenye functions zile ambazo ni sherehe za kiserikali kama wanafunzi wa shule na walimu wetu. Sisi kwa tuogope askari.
Yaani tunaweza kufanya fujo mpaka askari anasema hebu muiteni mwalimu. Mwalimu hata asiseme neno, akisimama tu hivi anatuangalia, sote tunanyamaza kwa sababu tunajua nini? Kwamba yule akikupiga jicho akakumaka, tutaenda kukutana huko Kibanga Uwani huko. Tukirudi kwenye maeneo yetu. Lakini sasa mwalimu mwenyewe hana hayo meno. Mzazi anaweza kwenda kushtakiwa leo na mtoto. Kuna kesi ngapi kwa kisingizio cha mtoto kudhalilishwa na mzazi kudhalilisha watoto? Lazima kabla ya lile jalada kulifungua, ukaanza kuliprocess, utazame na mazingira yenyewe na hatua aliyoichukua yule mzazi, ni stahiki, si stahiki, ni bahati mbaya, ni ya kukusudia ama ni vipi? Sasa wazazi wanaogopa watoto. Mtoto anakuambia kabisa nitakufunga. Sasa kwa sababu hiyo hakuna ule usimamizi wa moja kwa moja wa wazazi kuwaelekeza watoto wao. Hilo na lenyewe ni jambo linalochangia katika malezi. Lakini pia shida za wazazi. Wazazi wanakuwa na shida kama hivyo, wamestaafu, hana mbele hana nyuma, mafao yake ndio hivyo, anachokipata hakieleweki, hakijulikani, gharama za maisha kubwa, anategemea kila kitu kutoka kwa mtoto wake. Kwa hivyo mtoto anakuwa ndio mwenye kauli kwenye nyumba. Analolisema ndio linalofuatwa na mzazi ndio mtetezi. Kwa sababu mtoto ndio anayeweza kusimamia kuiendesha familia. Sasa unaweza bahati mbaya ukakuta mtoto huyo ni chini ya miaka 20. Anaenda huko anabangaiza. Mzazi hataki kujua hichi kipato mwanae anakipata kwa halali, kwa haramu, kwa njia zipi. Huyo anayempa anampa kwa ajili gani? Ana ubavu wa kufanya hiyo kazi anayoifanya, anayosema anaifanya. Kwa hivyo unakuta kuna hayo mazingira yanayozunguka. Kwa hivyo leo tunaweza tukazungumzia kwamba maadili yameporomoka. Kwenye daladala, usafiri wa umma, vijana hawajali kuhusu wazazi, hawajali kuhusu walemavu, hawajali kuhusu wajawazito. Mimi nimeshuhudia mara nyingi hivyo vitu. Lakini mazingira yenyewe nayo yanakuwa magumu. Chukulia mtu anatoka Kawe, anakwenda Gongo la Mboto, amepigana na usafiri masaa 4 hajapata hiyo huduma ya usafiri. Mpaka amepata, anajua kuna masaa 2 mpaka afike Gongo la Mboto. Foleni, shida, dhiki, gari limeshona. Njiani anaingia mzee. Unamwambia sasa azingatie maadili, ampishe mzee. Utaona kila mmoja kainamia kwenye simu. Anaingia mama na mtoto mchanga. Wanawake wenzake utaona ndio wanageuza uso, wanajifanya wananong'ona. Wanaona, wanasikia aibu. Kumpisha hawawezi. Huduma za usafiri ni ngumu katika jiji la Dar es Salaam. Foleni kubwa. Hatujapata mwarobaini wa kutatua tatizo la foleni. Tunashukuru miundombinu inatengenezwa. Labda pengine miundombinu itakapokuwa imeboreka kwa kiasi kikubwa sana, imekuwa madhubuti Dar es Salaam, shida ya usafiri itapungua. Ikipungua shida ya usafiri, hakuna mtu atangangania kiti. Kwa sababu kila wakati unajua. Lakini pia hata mfumo wetu wa kutoa huduma za usafiri kwa wenzetu, watu wameshatoka kwenye huu mfumo wa njia moja ya daladala inawamiliki 70. Kwa hivyo kila mmoja kila wakati anataka kushindana na mwenzake, anamuita mchawi, anamuita hivi, anamuita hivi, anamuita hivi. Imefika pahala huduma za usafiri zinatolewa kama hivi unavyoona kwenye mwendo kasi. Inajulikana kampuni fulani inaserve njia fulani, inapewa masharti na manispaa, kila dakika fulani, baada ya dakika 3, baada ya dakika 1, baada ya dakika 5 liondoke basi. Kwa hivyo kikaa kituoni, unajua baada ya dakika 5 litapita basi. Hakutakuwa na watu wa kujaa namna hiyo. Leo hata huo mwendo kasi ukikaa, unaweza ukakaa yakapita magari 7 yote yamejaa mpaka watu wameshona. Kwa hivyo kunakuwa na huo ugumu. Lakini kwa kweli si kisingizio bado cha kutokuwajali wazee, si kisingizio cha kutokuwajali walemavu, si kisingizio cha kutokuwajali wanawake wajawazito. Lakini wakati mwingine hata makondakta tuliwahi kushauri sisi huko nyuma. Unakwenda kituoni, unaona kabisa yule mlemavu na kigari chake, wewe ndio unasema kabisa, "Oya, anaweka kiwingu huyo usiku huo, ondoa." Na jana pia mama aliwataja katika kuhakikisha kusimamia usafiri wa wazee. Lakini kuna mwanamke mzuri anafunguliwa mlango wa dereva, anapita huko. Anakwenda kukaa kwenye kiti. Kwa nini usizuie kiti ukasema huyu mzee apite mlango wa dereva? Kwa hivyo kwa kweli nadhani watu wanaohusika na kutoa mafunzo kwa madereva wanaofanya kazi kwenye vyombo vya umma
wasiishie kuwapa mafunzo kwa mujibu wa sheria zilizowekwa na LATRA kwenye lugha, mavazi, kuzingatia taratibu za usalama barabarani na kadhalika. Hizo sheria za LATRA zinaweza pia kuongeza, kama zinavyopiga marufuku lugha chafu kwenye mabasi, kama zinavyopiga makelele na kuweka video za chafu za ngono na vitu vingine, wanaweza kisera kabisa wakaweka sheria kama wewe kama conductor una wajibu, ikiwa kuna mzee, kumwekea siti. Lakini pia abiria kama vijana, sisi wenyewe tujitazame wakati mwingine, nyinyi vijana mjitazame na sisi wakati wetu tulijitazama. Unajisikiaje mzee wa miaka 70, 80 amepinda mgongo anapokusimamia hapa pembeni na kibasha chake? Lakini pia na sisi tunaoishi na wazee majumbani, hebu tuwe tunajiuliza wakati mwingine, kuna kitu gani kinachosababisha wazee kila wakati kuwa mabarabarani? Mimi ninavyoamini, mzee akitoka awe na sababu. Mimi baba yangu akitoka nyumbani anaenda msikitini, ni karibu kwa mguu. Akitoka, unajua kabisa, akitoka mzee ukiona amevaa amepiga pasi vizuri, unasema kwa leo tarehe ngapi? Unajua anaenda kufuata mshiko. Pensheni yake kule ile ya kila mwezi ile. Unajua kabisa mzee anaenda kufuata mshiko. Safari zake ni countable, zinahesabika. Lakini unapokuwa na mzee asubuhi kwenye gari, jioni kwenye gari, kesho kwenye gari, juzi kwenye gari, jana kwenye gari, leo kwenye gari, unajiuliza. Sasa pia kuna na nyakati mzee mpaka awe na dharura sana kutoka wakati wa asubuhi sana au jioni, kwa sababu ni wakati ambao una dhiki. Lakini hata hawa wanaotoa hizi pensheni, kwani hatuwezi kutengeneza utaratibu ikawa kuna vituo, kuna zile mobile zile services za kuwafata wazee kwenye maeneo ya karibu, kila eneo? Unajua sisi hapa katika wilaya hii tuna wazee wanaopokea pensheni 250. Hawa 250 kata fulani wako idadi fulani. Afisa anayehusika siku fulani anakwenda kwenye eneo lile pale, badala ya hawa wote kuwa wanakuja kwenye ofisi pahala pamoja, inapunguza wazee kila wakati kuwa wanazunguka mabarabarani. Hizi kelele zitapungua. Kwa hivyo ndio maana nikasema kuna mambo, ni swala la mwisho wa mwezi tu. Yako mengi, wakati mwingine hata hayo kwenye matibabu. Wazazi wanaweza kuwekewa. Kwani kuna shida gani ukisema kliniki ya wazee? Mbona kuna kliniki ya watu wa sukari, kliniki ya watu wa pressure, kliniki ya watu wa mambo gani? Na wote hao unaambiwa hawa Jumatano, hawa Alhamisi, hawa siku gani? Kwa nini wazee walazimike kuja hospitali Jumatatu kama sio dharura? Wacha waje Jumatatu kama mzee ana dharura. Siku za kawaida mjini, kwani hatuwezi kusema wazee kliniki yao itakuwa Jumapili ambao tunajua hakuna msongamano barabarani? Inawezekana, na hospitali nyingi zinafanya kazi masaa 24. Kwa nini tusiseme wazee wenye mahitaji maalum kama si dharura Jumapili wanahudumiwa wazee kwa ukamilifu, kwa utulivu, madaktari wanashughulikia wazee ipasavyo. Najua kuna madirisha ukienda kama kwenye hospitali zetu ya kuhudumia wazee. Lakini haya madirisha kuhudumia wazee, unaweza ukaenda ukakuta kuna vijana wamepiga foleni. Kuna mpango wa kando. Dirisha hili la kuhudumia wazee, daktari kaeka chumba hicho cha kuhudumia wazee. Wakati mwingine unaweza ukakuta kuna. Sasa ni vitu vingi ambavyo waziri anapaswa kuviangalia kwenye vijana, kwenye mambo ya jinsia hayo, kwenye watoto, kwenye wazee. Pana vitu vingi sana ambavyo kama alivyosema Mheshimiwa Rais watakwenda kuangalia sera, maana yake ni swala la kisera, halafu baadaye tuone sheria zinazotungwa zinakuwa rafiki. Tukiachana na swala la malezi katika ujambazi, lakini pia Rais Samia alizungumza kwamba swala hili ni kama linajirudia, ambapo linaunganishwa na kuanza kuonekana baada ya kifo cha mwenda zake. Wadhani kwa nini linaonekana katika wakati huu? Ujambazi muda wote unakuwepo. Kuna ujambazi mkubwa na ujambazi mdogo. Kuna utapeli, udanganyifu, wizi. Hivyo vitu always muda wote vinakuwa vipo. Lakini kuna wakati vinakithiri. Kwa sababu hivyo vitu wanadamu wanaishi navyo. Hata ndani ya nyumba watoto wanaiba, watoto wanadanganywa, wanasema uongo, wanafoji, unamtuma kanunue kitu ananunua kwa bei ya chini, anakuja na kupandishia bei. Lakini kuna vitu tunasema wakati mwingine vinakithiri. Sasa mpaka ukiona ujambazi unapigiwa kelele na rais, maana yake umekithiri. Maana yake zimekwenda taarifa mpaka rais analazimika sasa aiambie public. Sasa hilo ni swala la sisi wenyewe kwanza kama wanajamii kujiangalia. Na mimi sitaki nilaumu jeshi la polisi
katika kuongezeka na kukua ujambazi peke yake. Wana sehemu yao kama taasisi. Lakini jamii je? Kwa sababu majambazi ni watu. Majambazi tunaishi nao. Majambazi ni watoto, wana wazazi. Majambazi wanaishi kwenye nyumba tunakaa, ni majirani zetu. Na sisi tuna mfumo mzuri wa kudhibiti hivyo vitu. Uko chini kuna wajumbe wa nyumba 10. Uko chini sijui kuna makada wa vyama tofauti vya siasa. Uko chini kuna serikali za mitaa zina wajumbe. Uko chini kuna walinzi wa sungusungu. Kuna kamati za ulinzi na usalama. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wa mtaa wake. Anawajua watu wake, wajumbe wake wanawajua watu wake, wajumbe wa serikali, wajumbe wa vyama wanawajua watu wao. Anatokeaje jambazi katika ile eneo lenu? Ina maana tunalindana. Lakini jambazi ni binadamu, anaishi kwenye nyumba, ana ndugu, ana baba, ana mama, ana mke, ana mtoto. Wakati mwingine majambazi wanatengenezwa. Mtu anatengenezwa kuwa jambazi. Mtoto anakuja na kitu, wewe mzazi unapokea, hutaki kujua ilikuwaje. Na mimi niseme, jana Mheshimiwa Rais alifanya vizuri sana kulizungumza swala hili kwenye kikao chake na wazee. Kwa sababu mkutano wake na wazee una nafasi kubwa sana wa kurekebisha tabia katika jamii. Na wazee wengi wakati mwingine ndio wanaowalinda hawa vijana, wakati mwingine hata kwa kutumia imani za ushirikina. Kwa hivyo ni wakati sasa umefika tusitafute mchawi nani. Jeshi la polisi tutawalaumu kwa namna yao wanavyohandle haya mambo, wakipelekewa hizo kesi, ingawa na wao na malalamiko yao. Wakati mwingine mtu unapeleka malalamiko ya kuibiwa, unaitwa kwenda mahakamani kwenda kutoa ushahidi, huendi. Lakini pia tunajaribu kutazama kwa nini mtu haendi mahakamani. Ni kutokana na urasimu unaokuwepo pale mahakamani. Unamfanya mtu anaona potelea mbali bwana. Sasa kitu cha msingi, kupambana na ujambazi ni suala mtambuka, ni suala la jamii nzima, kila mmoja kwa nafasi yake. Na ndio maana Mheshimiwa Rais akalitupa pale jana kwenye wazee kwamba anasema hilo ni jukumu la kila mtu, including nyinyi wazee. Kwa hivyo kwa kweli mimi nasikitika kuona kama ujambazi unarudi, na sitaki niamini kama ujambazi unatazama nani ni kiongozi. Mimi nataka niseme mama ana nafasi kubwa sana ya kuweza kukomesha ujambazi, pamoja na kwamba anaonekana jinsi yake ni ya kike. Kitu cha msingi ni kwamba jamii ikubali kama ujambazi haukubaliki. Kuna vitu Tanzania tulisema, tulikuwa tunaimba malaria haikubaliki, tumia chandarua, fanya nini. Leo kesi za malaria zinahesabika, na anayesababisha malaria ni mbu, si mwanadamu. Sahihi. Kwa hivyo viko vitu tunao uwezo tuseme ujambazi haukubaliki. Mimi, wewe, sote tunawajibika kupambana na kukomesha ujambazi. Tuone wewe jambazi atatokea wapi. Polisi wafanye kazi nyingine. Sasa sisi tukiwa tuna watu tunawalipa mishahara, tunawavalisha magwanda, tunawanunulia silaha, kazi yao wapite waangalie tu hivi nani anatembea kwenye vijumba vya watu. Watu washatoka huko. Ndio maana unakuwa na taharuki na kuona kwamba tunaishi katika mazingira hatarishi. Inakuwa tunaishi kwenye mazingira ya wasiwasi, usalama wetu uko wapi? Ndio maana kila mtu anajitia jela wakati yuko huru. Anajenga jumba, anatia magrili manini, anajitia jela mwenyewe kwa hofu. Wakati ni mtu ambaye yuko huru. Sisi tulizoea vitu hivyo viweko huko jela. Leo tunaviweka huko kwenye majumba yetu, hata nyumba ikiingia moto kutoka ni shida. Kwa sababu ya kukimbia mwizi, ya kukimbia jambazi. Ujambazi wenyewe mwingine wakipuuzi tu, watu wanadhuru maisha ya watu. Lakini sheria zetu katika kukabiliana na majambazi, wakati mwingine unaweza ukaona kuna hizi kesi zinazoitwa robbery, armed robbery au robbery with violence, wizi wa kutumia nguvu, silaha. Watu wanapelekwa, unaambiwa atafungwa miaka 30. Ingelikuwa kila anayeshtakiwa kwa kesi ile ni baada ya kukamilika kwa uchunguzi ulio mzuri, na akienda kwa sababu uchunguzi umekamilika kikweli, wenzetu wanaohusika na desk la upelelezi katika jeshi la polisi na kupeleka kesi kwa prosecutor wa serikali wakawa wanasimamia vilivyo, na yenyewe ingekuwa ni changamoto. Lakini kuna mambo mengi na yenyewe katika hayo yanatokea. Utakuta mtu ana kesi 2-3, halafu anakuambia kabambikiziwa. Anaanza kukwambia nimepangua moja, nimepangua ya pili. Mpaka watu wanaona kumbe kukamatwa kwa issue kesi hizi sio issue, kwa sababu utaenda utatoka. Sauliza mbinu ulifanyaje? Ulitatuaje la kwako? Ulipanguaje? Anapata experience na yeye anapangua. Yeah. Tunataka tuone
kwamba wenzetu wanaofanya shughuli za upelelezi wa makosa ya jinai professionally, na hivyo rushwa pia inaweza kuwa na mchango katika kukuza haya ndio tabia. Na ndio maana tunasema askari wa upelelezi, hebu wakuonyeshe baada ya mwaka amepeleleza kesi ngapi? Kesi ngapi upelelezi wake umethibiti? Kama amepeleleza kesi 7, 6 ameshindwa, upelelezi wake yani kesi imeshindwa kwa sababu ya upelelezi wake, huyo mtu anafanya nini hapo? Rekebisha, mpeleke akasome zaidi. Mpeleke, kwa sababu kadri unavyosomesha polisi kupambana na ujambazi, ndivyo na majambazi wanavyokuja na mbinu mpya zaidi. Kwa hivyo kila wakati hao askari wetu wasome. Kwa hivyo kwa kweli suala lenyewe la ujambazi nalo ni kubwa na lina mlolongo wa mambo mengi, lakini kadri ya siku zitakavyokwenda, kila jambo moja litapewa nafasi kwa upande wake, litazungumzwa, tutatoa maoni yetu. Mama amewaonya, ameambiwa wasipime, wasijaribu kina cha maji wakitumia mguu. Miraj, tumalizie na swala la uongozi. Rais Samia amezungumzia swala la serikali shirikishi kwamba atachagua kuendana na uweledi bila kuzingatia chama, jinsia ama mambo mengine ambayo mara kadhaa anazingatiwa na watu kadhaa, lakini tuliona pia hili kwa rais aliyepita Dr. Magufuli kwamba alikuwa anachagua pia bila kuzingatia sana issue za vyama. Weledi na hii kauli ya Rais Samia itakuwa na nafasi gani katika uongozi na demokrasia kwa Tanzania kwa ujumla? Kwanza mama amesema kitu ambacho alipaswa kukisema. Wanachama wa vyama vya siasa Tanzania ni asilimia ngapi? Pamoja na kwamba siasa imekuwa sana, vyama vingi vimeamsha watu sana, mshike zimekuwa nyingi sana, lakini unaweza ukakuta bado asilimia ya wananchi ambao ni waumini wa vyama vya siasa kwa kuwa na kadi za vyama vya siasa wanaweza pengine wakawa ni less than 20% ya watu. Jamii iliyokubwa si wanachama wa chama chochote cha siasa. Kwa hivyo unapokuwa nafasi nyingi za utendaji, uongozi zinakwenda kwa wanasiasa, ni kuto kuitendea haki jamii. Kwa hivyo mama kurudi akatangaza kwamba hatajali itikadi ya mtu, hapo sasa ndio tunataka kujenga taifa. Taifa halijengwi kwa misingi ya vyama. Taifa halijengwi kwa misingi ya ukabila. Taifa halijengwi kwa misingi ya dini. Taifa linajengwa kwa misingi ya utaifa. Sasa mama anataka kulifanya taifa liwe taifa. Kila mmoja ajivunie utaifa wake na asijivunie uchama. Sisi tunapenda kuona kwanza Utanzania halafu chama. Kwanza Utanzania halafu natoka wapi. Lakini ukianza kunitazama usoni kwa sababu ya kabila, kwa sababu ya dini, kwa sababu ya itikadi ya chama, maana yake unaua mshikamano wa kitaifa. Kwa hivyo mimi niseme sio tu kwamba tumpongeze rais, tumsaidie rais. Civil servant, watumishi wa umma ni watumishi wa wananchi wote. Hata huyo mbunge ana hakika gani kama amechaguliwa na wananchi wanachama wa chama chake tu? Anaweza kuwa pengine katika jimbo lake wanachama chama chake ni wachache, lakini anapigiwa kura na wananchi kwa ujumla, kwa kiwemo na vyama vingine. Na hata huyu rais, kuna hakika gani kama Dr. Magufuli alichaguliwa na wana CCM peke yake? Wapo watu ambao si wana CCM lakini walimchagua kwa sababu ya uchapakazi. Tuliweza kudepoliticize jeshi, tukalifanya lisiwe na itikadi za vyama. Polisi tukafanya wasiwe na itikadi za vyama. Mahakama tukafanya wasiwe na itikadi za vyama. Si wanachama wa vyama vya siasa, ni watumishi wa umma. Wana haki ya kupiga kura kama raia, lakini hawaruhusiwi kuwa wanachama wa vyama vya siasa. Wafanya kazi wa serikali wacha wawe na vyama vyao, lakini visiathiri utendaji wao serikalini. Kwa hivyo kwa kweli kurudia kusimamia maadili, na hili amelisema pahala sahihi, kwa sababu nyuma alishaanza kurudisha nidhamu kazini, uwajibikaji, utendaji bora na vitu vingine vyote. Kwa hivyo ukirudisha kule, maana yake mwisho wa siku utamalizia kwenye suala la wafanyakazi wafanye kazi kwa misingi ya uaminifu na uadilifu. Shukran sana Said Miraj kwa uchambuzi huu ambao umejaa ushauri na mapendekezo, kama mzazi, kama mchambuzi, kama mzee pia, kwa sababu kulikuwa na masuala ya wazee, lakini pia kama aliyewahi kuwa mwanasiasa mzoefu.
maana umewahi pia kuwa katika siasa, na mengi uliozungumza pamoja na yale ambayo Rais Samia aliyazungumza jana katika hotuba, tunaamini yanaenda kufanywa kazi na itakuwa na manufaa kwetu sisi kama taifa, lakini pia wazee kiwa kama kundi maalum katika jamii, na mengi ambayo yanahitajika. Lakini pia swala la malezi umezidi kuliimba na umeelezea kwa undani zaidi, kwa sababu Rais Samia alikuwa na sehemu yake, alikuwa na muda maalum wa hotuba pale, ilikuwa tukio maalum, lakini umeelezea vizuri pia kama mzazi na mtu ambaye unazidi kuturudisha katika maadili yetu, yanasema nini hasa nini kifanyike ili kuepukana na madhila ambayo yanazidi kuonekana zaidi katika jamii kwa kipindi hiki. Shukrani. Mtazamaji, tamati ya Exclusive. Jina langu ni Graciana Mahega, nilikuwa na Said Miraji, mchambuzi wa masuala ya siasa, lakini pia mpiga picha wangu ni Frank Mabalu. Uwe na wakati mwema. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.